Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Asubuhi ya leo tuko na neno ambalo tutaizungumzia. Neno inasema uovu. Uovu ama méchanceté. Amen. Amen. Uovu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uovu. Mara nyingi tunasikia uovu, tunaikamata ni kitu kadogo, lakini uovu sio kitu kidogo. Mungu atusaidie sana. Amen. Tumesoma katika Biblia, tumesikia historia nyingi katika Biblia ikizungumza kwa ajili ya uovu. Tulisikia habari ya Sodoma na Gomora. Yenye lituma Sodoma na Gomora iangamie ilikuwa ni uovu. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Tulisikia habari ya Nuru. Wengine wanaita Noa. Amen. Amen. Nuru ama Noa yenye lituma Mungu aangamize nchi na maji. Haikuwa kitu kingine, ilikuwa ni uovu. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Yaani kitu inafanya Mungu azibu mtu, Mungu azibu kitu ni uovu. Amen. Amen. Sasa kitu kinafanya Mungu awe anazibu mchi, anazibu nchi. Ni kitu, hii kitu ni kitu ya namna gani? Maana yake nini? Na kwa nini Mungu haitaki? Amen. Kwa nini Mungu haitaki? Niliandaka definition kadogo. Amen. Amen. Niliandaka definition kadogo kwa ajili ya hii uovu. Inawezekana unajua definition nyingine tofauti na yangu. Amen. Amen. Lakini asubuhi ya leo Mungu amenijalia kuleta definition ya uovu. Uovu ni hali ya kutokutii. Amen. Uovu ni hali ya kutokutii, kukataa kutimiza sheria za Mungu, kutenda mabaya inayoondoa uzuri. Amen. 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 Sijui kama wenye kuandika waishaandika vizuri. Tunasema hivi, uovu ni hali ya kutokutii. Uovu ni hali ya kutokutii, kukataa kutimiza sheria ya Mungu. Kukataa kutimiza sheria ya Mungu, kutenda mabaya inayoondoa uzuri. Kutenda mabaya inayoondoa uzuri. Amen. Amina. Mungu atusaidie sana. Amina. Najua siku tuko hapa tulibahatika kupita katika shule masomo. Amen. Amina. Tulibahatika. Haina vizuri unapokuja kanisani unajua kuandika. Unaikala tu unakunja mikono hivi. Hapana. Kama tunakia kwa kanisa tunakuja kwa ajili ya kujifunza. Amen. Amina. Tunakuja kwa ajili ya kujifunza maneno ya kwetu. Mungu atusaidie sana. Amen. Mama Leticia, haujui kuandika? Hauna papier? Hauna biki? Nikusaidie? Kamata. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Na mwingine mwenye iko na biki nyingine iko na mbili asaidie mwenye ana. Na papier mwenye ana niambie nimupatie hapa. Amen. Tuko tunazungumzia neno inasema uovu. Tunasema kwamba uovu ni hali ya kutokutii, kukataa kutimiza sheria za Mungu, kutenda mabaya ambayo inayoondoa uzuri. Amen. Amen. Tunajua kwamba Mungu wetu ni mtakatifu. Tunajua kwamba Mungu wetu ni mzuri. Amen. Mungu wetu ni
mtakatifu, tena Mungu wetu ni mzuri. Sasa yeye uovu haupatikani ndani mwake. Amen. Uovu haupatikani ndani ya Mungu. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mstari wake wa kwanza, sura yake ya kwanza mstari wa 16. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 16. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maana imeandikwa, ndio hapo. Ndio. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia iko inatuonesha hapa. Inasema kwa maana imeandikwa, mimi ni mtakatifu. Mimi Mungu ni mtakatifu. Nanyi imewapasa kuwa watakatifu. Nanyi mtakuwa watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Yaani uovu haustahili ndani ya watoto wa Mungu. Uovu haupashi kuonekana ndani ya mioyo ya watoto wa Mungu. Amen. Amen. Unajua kwamba Mungu ametupatia mamlaka. Ametupatia hiyo mamlaka ya kuweza kuweka mbali uovu. Amen. Amen. Tutasoma 1 Pierre, il est le 1 Pierre chapitre 2 verset 16. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kama walio huru, ila wasiotumainia uhuru wao kwa kusitiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Amen. Amen. Mungu ametuweka huru. Yesu Kristo alikufa msalabani akatuweka kuwa huru. Lakini huo huru wetu tusiutumie kwa ajili ya kufunika mabaya, kwa ajili ya kufunika uovu. Mabaya ni uovu. Amen. Na mabaya iko katika hali nyingi. Uasherati ni ubaya, ni uovu. Wizi ni uovu. Ulevi ni uovu. Uchawi ni uovu. Na mengine unayajua. Biblia inasema Mungu ametupa uhuru. Akutupa ile uhuru juu tufinike uovu, lakini alitupa ile uhuru ili tupate kutumikia haki. Amen. Amen. Mungu ametupatia mamlaka. Ametupatia uweza wa kuweka kando uovu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ametupatia ile mamlaka. Na hiyo mamlaka tunakwenda kuiona katika kitabu cha Isaya. Tunaiona katika kitabu cha Isaya sura yake ya kwanza. Sura yake ya kwanza mstari wa 16 hadi wa 17. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Isaya sura yake ya kwanza 16 mpaka 17. Amen. Biblia inasema hivi: Jiosheni, jitakaseni. Amen. Ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Amen. Acheni kutenda mabaya. Yes. 17. Jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki. Amen. Wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Amen. Amen. Nimekuambia kama Mungu ametupatia mamlaka, ametupatia uweza wa kuweza kuweka mbali uovu. Biblia inasema ile uweza wa kujiosha, si ndio tunakuwa nayo. Amen. Amen. Anasema jiosheni. Donc wewe peke njoo uko na ruhusa ya kujiosha. Wewe peke njoo unapaswa kujitakasa. Amen.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jukumu la wewe kujiosha ni lako, la kujitakasa ni lako, la kuondoa uovu usionekane mbele ya macho ya Bwana ni yako wewe. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Inawezekana wewe haujui kama uko na ile mamlaka. Inawezekana hujui kama uko na ile uweza wa kujiosha. Biblia inasema ukitaka maovu yako yatoke mbele ya macho yangu, Israeli, yataondoka. Na ukitaka ikale, itekala. Amen. Amen. Unajua wakati Mungu aliumba mwanadamu, alimpatia hiyo uweza. Alitia mema na akatia mabaya, na akampatia mwanadamu uweza wa kuchagua. Amen. Sijui aina gani ni aje uovu unakushinda kuacha. Mungu atusaidie sana. Tulisikia kwamba uovu ni hali ya kutokutii, kukataa kutimiza sheria za Mungu. Sheria maana yake nini? Najua unasema ule mama yako anaongea pale sheria maana yake nini? Sheria ni kanuni. Amen. Ni kanuni ambayo inawekwa ili mtu ama watu waweze kuitembelea. Njoo maana ya sheria. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sheria ni kanuni ambayo inawekwa ili watu waweze kuitembelea, ili wafikie fasi fulani. Amen. Na hii tunaiona mkila domain ya maisha. Fasi yote utaenda utakutana kuko sheria. Amen. Sheria ya nchi yetu inasema ukikuwa unatembea, ukifika unaona barabara unapandisha drapo, unapasha simama. Amen. Amen. Unapashwa simama. Hiyo ni sheria ya nchi. Na ukipima kutembea, unabebwa ndani, unaingizwa prison. Sheria ni kanuni ambayo inawekwa ili kila mtu mwenye anapatikana ile eneo aifuate na aitembelee. Amen. Amen. Mtanisamee, mimi siko mhubiri. Amen. Amen. Mtanisamee kabisa, mimi siko mhubiri. Ndakusi unipatie macho yako na unipatie masikio yako. Amen. 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 Mimi sitarukaruka, sitarukaruka. Amen. Unipatie macho na masikio, usikie maana ya uovu, usikie maana ya sheria. Inawezekana unaingia kanisani, inawezekana uko katika nyumba yako, inawezekana uko katika kampuni fulani, lakini haujui sheria ya zile kampuni, haujui sheria ya kanisa ni nini. Lakini Mungu anapenda asubuhi ya leo, mchana kati wa leo, ujue sheria zake. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sisi kama Wakristo tunatakiwa kutembelea sheria za Mungu. Mungu aliweka sheria. Kadiri jinsi uko pale we mama, uko pale we baba, unaweka sheria ndani ya nyumba yako. Na katika ufalme wa Mungu kunakuwa sheria ambazo nawe baba, nawe mama, na watoto tunatakiwa sie wote kuitembelea. Amen. Unaweka sheria nyumbani kwako, si vibaya. Watu wa nyumbani kwako watembelee sheria, ni mzuri zaidi. Na katika ufalme wa Mungu, Mungu alitayarisha sheria ambayo kila mwanadamu ambaye atamkubali, ambaye atakubali kutembea sawasawa naye, inabidi ashike zile sheria. Amen. Amen. Ili uepuke uovu, inabidi ushike sheria za Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Point ya 3 inasema uovu unafungamana na vitu vitatu. Uovu, jinsi tunaiona uovu, kusema iitwe uovu, inafungiwa na vitu tatu. Amen. Amina. Amen. Sisemi amen, mniambie mimi amen.
Nasema amen kwa utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema uovu, kusema iitwe uovu inafungiwa na vitu 3. Na tunapaswa ijua na tuielewe zaidi ili tusianguke katika uovu. Danje, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uovu kitu chake cha kwanza inafunga kutokutii. Uovu jinsi unaisikia inaitwa uovu, inafungiwa na neno nasema kutokutii. Kutokutii, sijui autii kitu gani mbele za Mungu, sijui, lakini kitu nakwambia uovu, kama unajua au kuwaki mtiifu, jua kwamba uovu unaikala ndani mwako. Kama ukwaki tu na kutii, Mungu anasema hivi, wewe unasema sitasikia vya Mungu, nafuata vyangu. Ujue kama uovu uko naota ndani mwako. Kutokutii ni neno la kwanza ambalo linafunga uovu. Neno la pili ambalo linafunga uovu ni kutokutizama sheria za Mungu. Kutokutizama sheria za Mungu. Sijui pale kwenye huko kama unatimiza sheria za Mungu, sijui. Sheria za Mungu ziko mingi, sijui kama unatimiza. Uovu unafunga, neno linasema kutokutii sheria za Mungu. Na neno la mwisho ambalo linafungana umo, kutenda mabaya. Amen. Kutenda mabaya au ubaya. Sijui ubaya gani unatenda, sijui. Lakini ukijikuta ndani mwako mnakuwa ubaya, ujue kwamba uovu uko na utaota polepole tu ndani mwako. Mungu atusaidie sana. Amen. Biblia inatuambia ni lazima tuweke mbali uovu. Daza ina usilali. Tuweke mbali uovu. Amen. Amen. Tuweke mbali uovu. Kuimba ni mzuri. Lakini neno la Mungu ni mzuri zaidi kuliko kuimba. Amen. Maana neno la Mungu ndio linatufanya tuingie mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inatuambia tuweke mbali uovu. Tutasoma katika Petro wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 1. Na mwingine atatayarisha wa Korinto wa kwanza 14:12. Petro wa kwanza sura 2 mstari wake wa 1. Tunasoma kitabu cha Petro wa kwanza sura 2 mstari wake wa 1. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda. Amen. Na masingizio yote. Amen. Amen. Utasoma 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20. Tunasoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya 14 na mstari wake wa 12. Amen. Biblia inasema hivi: ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu. Amen. Lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga. Amen. Bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Amen. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inatuambia tuweke mbali uovu. Uovu, ndani ya uovu kunakuwa vitu vingi ambavyo vimetajwa hapo, usuda. Tuweke mbali. Sisi watoto wa Mungu hatupashi kuwa na uovu ndani mwetu. Tena Biblia inatuambia mbele ya uovu tukue kama watoto wachanga. Mbele ya uovu usijifanye uko pomba. Mungu atusaidie. Mbele ya uovu usijifanye sio wewe ndio unaweza.
mbele ya uovu. Biblia inatuambia tukue watoto wachanga. Watoto wachanga ule mweko na nyonya pale, mtoto wa frère nasi, mtoto mchanga, tukue sawa ule mtoto pale. Mungu atusaidie sana. Mbele ya uovu tukue sawa ule mtoto. Kwa sababu gani? Mtoto mchanga hakuna kitu kenye anajua, hakuna kitu kenye anafanya isipokuwa mzazi wake anampeleka kwenye anapenda, anamuongoza. Biblia inatuambia mbele ya uovu tukue wachanga. Unaona uovu ile, unakuwa mchanga, haujui kitu, lakini ukijifanya unajua, uovu utakumeza. Mungu atusaidie sana. Ndio maana Biblia ikasema mbele ya uasherati, impudicité, mbele ya uasherati, ndio manake hapana sasa mimi niko pomba. Mie ndaweza. Aikale tu pale. Afanye yote mtoto mchanga au chui. Mungu atusaidie sana. Amina. Mungu atusaidie sana. Amen. Tuwe watoto wachanga mbele ya uovu. Na hapo tutatimiza haki ya Mungu. Biblia inasema katika maneno ya Mungu tukue na akili. Maana akili yetu iko njoo katika maneno ya Mungu, katika kutenda kazi ya Mungu, katika kutenda wema. Tukue na akili, lakini mbele ya uovu watoto wachanga. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Najua Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia kuelewa uovu. Kitu yote ya ile tutazungumzia, tutaangalia sheria za Mungu. Najua ulisikia niko nasema sheria. Inawezekana uko ndani ya kanisa na hawajuaka depuli amini mpaka sasa hawajuaka sheria ya Mungu. Asubuhi ya leo, mchana kati wa leo, Mungu anapenda uzijue. Amen. 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 Sheria za Mungu tunazikuta katika kitabu cha Kutoka 12. Kutoka 12. Sura yake ya pili. Genèse 22:17. Kutoka Exode 2. Exode 22:17. Kutoka sura yake ya 12 mstari wa 2 hadi wa 17. Amen. Hautafika mpaka 17. Ndio. Biblia wanaandika wataendelesha kusoma kunyumba. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi ni Bwana, Yeah. Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Amen. Katika nyumba ya utumwa. 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amen. 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, Yeah. wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. 5. Usivishuhudie wala kuvitumikia, Hallelujah. kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao Amen. hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amen. 7 mstari wa 7. Mwisho pale. Niishi hapa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wenye wako wanaandika wataendelesha hata nyumbani. Amen. Amen. Hizi ni sheria zenye Mungu alitia. Akasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Tulikuwa wenye dhambi. Tulikuwa wenye kupotea. Mungu akatutoa katika dhambi kupitia Yesu Kristo. Akatufanya kuwa wanawake. Amen. Anatuambia hivi, tusiwe na miungu mingine ila nani? Ila yeye tu. Amen. Amen. Eske Mungu wa mbinguni tu ndio mnakuwa na abudu?
au uko na miungu ingine. Kama uko na miungu ingine, hautimizi sheria za Mungu. Mungu atusaidie sana.